Unaomba support wewe. Mimi naomba support. Pesa natafuta kila siku kama mimi ndo nilipoteza. Ushanielewa? Ukifika pale kwa ballot, mzee Jembe Mwakalu, kitu ya kwanza mtu anakuitisha na kwambia Nitsamula Manza. I have taken my time to study the voting patterns of this country. Europe ni euro ama nini? Mtu ambaye uko 25. Yes. Unaenda kushinda na mtu ambaye uko 40 ama zaidi. Yeah. Ukasaga leko tupo mshahara na allowance tu. Usiogope mtu. Ngoja. Usiogope mtu. Mimi naogopa osi Zadzenga. Kaocho alisema kwamba mshahara wa senator in each 25 million kila mwaka. Unaelewa kama kushona, kuchonga, kujenga nini? Kama uneshichonye, ulipi rent. Watu wakuwe na uelewa wa uongozi ni nini. Nikamwambia uchonyi ugali, I would like to restore the dignity of my people. Na kuna watu wamelala hapo kwa nje. Ile barabara inasaidia nini? Bemu wazo uzino miaka 20 na mimi unamwona mbola mamira. That's right. Hebu sema tena. I don't do promises at all. Kiongozi anafaa kuwa technocrat. Wanasema vijana ndio viongozi wa kesho. Hiyo kesho tunaingoja sana lakini haifiki. Bemu hapa kando yangu, mkoi wangu anasema hata yeye pia naye kungoja kesho hataki, na ndio maana anataka uongozi au anze hivi leo. Au sio? Mimi naitwa Sanga na hii ni Sumilani. Karibu Bemu. Nashukuru sana bro. Asante kwa opportunity yenye umenipa kukaa katika podcast yako tushare mawili matatu kiasi. Mbona kama una nguvu ndugu yangu? Umekula vizuri ama nini? Kula nimekula, niko fiti sana. Unaongea kinyonge. Kiongozi anaongea kinyonge hivyo mzee. Kama kiongozi unajua sometimes unafaa kuwa umepoa, umetulia, akili zimetulia, hauna mambo mengi yani. Unasema unataka kungoja kesho wewe. Actually for me I don't believe in story ya vijana ni viongozi wa kesho, kwa sababu as much as I can remember, kitambo nikiwa primary school naambiwa kijana ni kiongozi wa kesho. Na wale vijana wa ile time mimi nilikuwa mtoto, sikuona wakiwa viongozi. Sana shangayo kesho ni jana yenye haifiki. Unafika point unasema let me take up the mantle na tuone vile ambavyo tutasaidiana katika jamii. Unajua uongozi it's all about kusaidiana between hao viongozi na the electorates. Yeah, that's what I believe in. Accent mpaka ya New York hiyo mzee. That's what I believe in. That's what I believe. Hebu sema tena. Wewe acha bwana. Noma. Wewe jua ni mchonyi huyu. Unajua it all comes down to your kindergarten teacher ama your primary school teacher mwenye alikufunza alphabets. Mwalimu wako wa Mwarakaya alifunza nini? Mwalimu wangu alikuwa anaitwa Mr. Kazungu na Uvoya. Yeye ndo alinifunza kuzungumza Kiingereza. Kiingereza. Matatizo. Sasa wewe pale Mwarakaya pale. Naam. Kwa sababu wewe unataka usimame kama MCA wa Mwarakaya, si ndio? Pale Mwarakaya kuna kipi ambacho unaona yani unataka ubadilishe? Kwa sababu ninavyoiona Mwarakaya tayari iko sawa ile. Wewe unaona kuna shida gani pale kwenu? Mwanzo acha swali lako nilijibu from this point. Mimi naamini kiongozi anafaa kuwa technocrat. Technocrat ni nani? Technocrat ni mtu ambaye ana uelewa fulani katika field, yani akona expertise katika field yake fulani. Ushaona, for instance wewe you are a professional photographer and a videographer. Kuna vitu unavielewa pale ndani zaidi kuhusiana ile profession. So ukienda mahali ambapo wanahitaji kuna shida ya photography ama videography, utakuwa mtu sahihi zaidi ya kusolve zile shida pale. Sasa tatizo letu sisi kama wananchi wa Kenya, si wachonyi peke yake, huwa tunapenda hype. Hatuangalii wale viongozi wenye wanauelewa katika yale mambo pale nyanjani. Ushaona? Kwanza mimi wasipendi ku make promises. I don't do promises at all. Mimi huwa nataka nikam clean na mjue ni nini nataka kufanya ama ni nini kenye nimefanya. Kwa shida ambayo nataka kusolve ni nianze na nini kenye nimefanya. Back then nikiwa shule ya msingi nimejihusisha sana na masala ya uongozi katika watoto, uongozi wa watoto, na imenisaidia kuleta maendeleo katika ile shule ambayo nilikuwa nasoma. Tulikuja tukajengewa madarasa mapya, tukaekewa library mpya kupitia zile efforts zangu ambazo nilikuwa nikitoka kule nje nikifanya uongozi. Na I was barely 15 that time. I guess mimi nilimaliza primary school na 13 years. So unaona, sasa
Mtoto wa 13 years kama anaweza kuleta mabadiliko katika shule yake, then ni kitu gani ambacho siwezi kukifanya sasa kenye nimesoma, nimeadvance na uelewa zaidi ya mambo au masuala yanayoendelea katika jamii. Na pia niseme nimeweza kufanya kazi na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kuhamasisha jamii na kuendeleza jamii. Mimi niseme profession yangu ni it's a white collar profession ambayo ni watu ambao wanakaa ofisini, lakini I believe in narrow down kukuja hapa chini kwa hizi profession za mikono technical, unaona. Na nasema hivyo kwa sababu gani? Nasema hivyo kwa sababu mimi naamini katika watu ambao wana ujuzi. Watu wakiwa na ujuzi ndio ile wazungu wanasema to improve on human capital, lazima hawa wananchi wakuwe wana ujuzi fulani wa kuproduce. Sasa na si ujuzi tu eti unaangalia vijana peke yake, hapana. Kuna watu ambao wamefikisha miaka 40, 50, lakini ukimfunza kitu fulani kama kushona, kuchonga, kujenga nini, anaweza akakuwa handi akasaidia kujenga na kuinua ule uchumi. Lakini hivyo si vinafanywa tayari yuko sasa hivi. Sasa kulingana na mimi, yes, inaweza kuwa inafanyika, lakini mimi acha nikuje pale kwangu Mwarakaya pale kwetu. Kuna vyuo vya kiufundi pale viko katika condition mbaya sana, ambayo sasa unajiuliza ukifika. I think kama kuna watu wanifuatilia kwa mitandao yangu, nimekuwa nikionyesha hivi vitu. Sasa hawa wananchi watapata vipi ujuzi ama hizi skills za kuwa jiendeleza? Unajua skills si kwamba eti anaenda kusoma ndio ende ajiriwe, hapana. Personally mimi I think nimeajiriwa only once, na mwajiri wangu mara mbili. Nilikuwa na work as an trained teacher wa English and literature, and then nikakuja nikakuemployed as a radio presenter and a graphic designer to a certain local radio station back in Kilifi. And that time sisi sema kufanya kazi au wenyewe, they become their own bosses. Na mimi bro, acha nikwambie kitu. Maisha nyumbani very simple. Kama unaishi Chonyi, ulipi rent. Mashamba yamejaa kule Ngamani. Sasa imagine wewe ni mason mzuri ama ni carpenter mzuri ama wewe ni wewe ni electrician mzuri. Uko na hizi skills, ama pengine wewe ni tailor mzuri. Unafanya kazi, you have marketed yourself, unatoka unaenda kufanya kazi kama ni Kwale, Nairobi, wapi, lakini mwisho wa siku unarudi pale nyumbani. Ukienda kufanya kazi tuseme on average upate kama, usipate pesa nyingi basi. Umeenda kufanya kazi umpata kama like tuseme 200,000. Au ulipi rent, kwa kwako chakula unatoa shambani, ni clean food safe. Achana hizi matakataka tunauziwa huku Nairobi. Unaona? Sasa maisha huu mtu yamekuwa rahisi, umeyainua directly. Na pale kama umeinua maisha yake direct, kuna mtu pale nyuma anamgusa mbele, anamuinua indirectly. So kando na kufunza watu kuwapatia skills ili wajitegemee kwenye maisha yao, kwa sababu ni sehemu ya kwanza ambayo umehitaji. Yes. Kuwapatia watu skills ambazo zitawafanya wao wawe mabosi wao wenyewe. Cha pili na cha tatu kwa haraka. Cha pili, watu wakuwe na uelewa wa uongozi ni nini. Unajua pale nyumbani watu wengi sana hawajui uongozi ni nini. Wanachanganya uongozi na siasa. Katika miaka yangu 24 ambayo nimeishi, nimekuja nikagundua kitu kimoja. Tuko na wanasiasa lakini hatuna viongozi. Na hiyo ndo kitu ambacho sisi kama new generation we are trying to change ama to rectify on that. Na ni kwa nini nakwambia hivyo? Pale nyuma nimekutajia kwamba watu wote wanapenda hype. Hawapendi mtu ambaye anakuja na ideas, mtu ambaye anataka kubadilisha jamii. Watanaangalia kama mimi nasema bemu wazo zino miaka 20 na mimi unamwona mbola mamira ndawambirani, but hajui the amount of information ama knowledge that I possess in my head, hajui naweza itumia kivipi ama naweza impact vipi positively hadi yeye ajue pia kuna kitu gani. There is a guy anaitwa Nganga Muigai. Kuna initiative anafanyanga na I really support that. Inaitwa Katiba Shuleni. I think ni kama anajaribu kuleta kama some referendum ili katiba ikuwe inafunzwa shule, and I support that 100%. Mimi bro, nikienda kule mtaa huwa sipigi siasa, nazungumza uongozi, naongea na wale watu. Unajua mwana sasa atakuja ataanza kudanganya, nitakujengea barabara, nitakujengea hospitali, sipinda kujengea nini. Hivi nikuulize bro, kitengezwa kuna barabara pale na kuna watu wamelala hapo kwa nje, ile barabara inasaidia nini? Lazima tujue vile huu mtu tutamtoa pale chini penye amelala
ndio tumuinue mpaka ajue maana ya kuitumia ile barabara. And all of that inakuja hapa chini kwenye uongozi. Ni uongozi wa aina gani wenye tuko nao? Kwa hiyo civic education muhimu sana. Tatu. And civic and civil education. Number 3, I would like to restore the dignity of my people. Shaona? Pale nyumbani kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika mpaka sasa. Thamani yetu kama Wachonyi imerudi chini, na hii si kazi ambayo naweza kuifanya mimi peke yangu. Hii ni kazi ambayo nafaa nishirikiane na viongozi wengine. Kuna viongozi wa kidini kutoka mapasta na mashehe, kuna viongozi wa kinyumbani kama wazee wa kaya, kuna viongozi wa mashirika yasiyokuwa kiserikali, kuna viongozi ambao pia wako serikalini kupita mashirika ya kiserikali. Sisi wote tufanye kazi kwa pamoja, tupeleke jamii ya Wachonyi mbele. Bro, as I'm speaking right now, I want to tell you something that thamani yetu kama Wachonyi sisi imerudi chini. I'm the person mwenye alikuja kwa social media and I made the first video celebrating Wachonyi. Nikawaambia Uchonyi ugali. Mimi mwenyewe wanajiita Mr. Uchonyi ugali because I believe Wachonyi wako very expensive, bro. Unasema kwamba Uchonyi ugali ulianzisha wewe? Mimi nilisikia na babu. Wewe kuanzisha? Mimi sikuanzisha, mimi nilimsikia babu akisema Uchonyi ugali, na babu si Mchonyi. Baba wangu ni Mjibani tu Mzee Mgumu. So kuna jina fulani huwa ananiita, alafu anasema mimi ya Uchonyi ugali. Sasa mimi nikaibeba Uchonyi ugali. Nikabeba hivyo I went. Kwa hiyo sio ulianzisha? Si mimi mwenyewe nilianzisha, but mimi ndo nilipopularize kwa social media. So I believe kwa wewe that. Sasa tungekuwa tuseme hivi. Most definitely hakuna mtu alikuwa amepopularize hiyo stuff. Definitely. Mngekuwa mnajua, but on social media nobody was I'm the first person mwenye alienda kwa social media akaipopularize that slogan and it went viral. So si eti ni ya masifa vile watu wanaisema, but nataka ikue sasa in reality kwetu kuendelea bana. Vitu vyako manifesto zako tumepitia vitu vile vitatu ambavyo umesema wote. Mimi hata hapo sijaguzia manifesto yangu. Kabla hujagusa. Ambiwa ukiwa unakuja kwenye uongozi siku zote unakuta mtu yuko hapo tayari. Si ndio? Na kampeni zote hizi siasa na nini zinahitaji nguvu, time, pesa nini. Kabisa. Kwa mtu kama wewe ambaye umesema una miaka mingapi? Mimi nina miaka 24, lakini in the next 5 days I'll be turning 25. Whoa. Man. Kwa hiyo uko 25. Niko 25. Mtu ambaye uko 25. Yes. Unaenda kushindana na mtu ambaye uko 40 ama zaidi. Yes. Unadhani do you have what it takes? Yes, I have. Utamshinda kweli? Utaweza? I want to tell my people, let me look at the camera na niambie wa Kenya na Wachonyi kwamba mimi sijakuja kujaribu, nimekuja kuifanya na kupiga kazi vile ambavyo inafaa. I'm not here to play games. I'm here to do the work. Yes, I appreciate these people have been working for us. They have been in these leadership positions, but I believe there are some certain areas zenye pengine naona nikambe hawajazitekeleza kikamilifu, so nakuja hapo ku bridge that gap. Bro, uongozi si ati wewe uende kule county, bunge la county ama bunge la kitaifa ukasaga leko tupo mshahara na allowance tu. Uchilongozi unafaa pia ukale unaza watu, unaza wasikize. Ndio maana zikwambia mimi sitakutamani. Kwa hiyo kiongozi aliyopo wasikilize watu. Kiongozi hana direct interaction na watu. Wewe wajua, mimi nasema neno yangu. Mimi huwa naenda ground na unasikia vile watu wanasema. Mimi sijasema kwamba wafanye kazi, na nimeanza kusema kwamba I appreciate all these leaders who have been in these leadership positions even before I was born. I appreciate that, but as young people we believe kuna vitu ambavyo havifanyiki sawa. Bro, uchenda pa daktari, ningependa nini kwenye hizo points ambazo unapeana. Umesema kuna vitu ambavyo havifanyiki vizuri. Sawa, number 1. So ukienda kuvitaja, uvitaje yani kama points. Iwe rahisi mtu ku-identify na kile ambacho unasema kwamba kuna 1 2 3 4 hivi havifanywi vizuri. Unaona, mimi nitaanza hapo point ya kwanza. Unajua kazi kubwa ya kiongozi, tuseme tu kiwazi, usiogope mtu. Ngoja usiogope mtu. Kama kweli unataka ubiti mtu, unaona kabisa mtu unasema kwamba MCA wa Mwarakaya wa sahi
anatuangusha, si ndio? Sio unasema hivyo? Kama wewe unaamini kwamba anatuangusha, anatuangusha wapi na wapi na wapi? Kitu gani na kitu gani hafanyi sahihi? Sasa kama unamuogopa. Mimi simuogopi. Kwanza MC wa Mwarakani ndugu yangu. Ni ndugu yangu kabisa, ameniona nikisoma pale kwa Kemlangoni. Kutokea ni kijana mdogo. Akisoma mlangoni hivi akiangalia alikuwa anakuona. Shule yetu ile pale natoka na nunua peremende hapo kwake. Ndio. So ameniona nikigrow. Na I respect him so much, but I feel my brother Leo, you have failed us. Because miaka 10 nimekwambia kazi yake ya kwanza ni representation, but you can never represent people wenye hawakuelewi. Watu watakuelewa vipi? Njoo hapa chini watu waje wakusikize. Ndugu yangu we atukavakona vachiza kwako nyumbani kavakona. Sasa we una represent ni uzemba, at least ukana forums atuvana kusikiza. Kwa sababu mimi kampeni zangu muonekane nda mitaani ndakasaga le na tunasaga na atumia nasaga na vijana nasaga kila mtu nielewa zero shida zao ni noni. Ndio nzipama mimi si mtu ambaye ndaanza na ahadi, siji na ahadi. Mimi lazima nisikize watu kile ambacho miaka mingi tumekuwa tukiambiwa nitafanya hii, lakini mwisho wa siku haifanyiki. Lakini ukienda kwa mtu ukimsikiza kile ambacho yeye mwenyewe akitaka, itakuwa rahisi sana kumsaidia ama kumfanya kazi. Unakwambia representation haifanyiki vizuri. Number 2, bajeti. Kila county inakuanga na bajeti, na hao MCAs pia wao kuna miradi fulani wao inakuwa allocated in each 25 million kila mwaka. Unaelewa? Thank you, asante kwa kunisaidia hapo. So bro, mimi utafanyia nini hiyo 25 million? Sasa mimi nataka ni challenge wa Chonyi wa Mwarakaya cha Simba wapi everywhere in Kenya. Tunarudi pale kwa MCA 25 million anapewa ya development. Wewe sahi kama mwananchi ukiangalia wadi yako, ina sura kwamba kuna milioni 23 ilitumika pale mahali? Chelewa. Una manusi alina tuambao ni kawazona pesa nyingi munavaire kako vanashtukizia wanaanza kuereyere. Mimi nakwambia bro, I'm not going there for the money because bro mimi nosenda kwenye msisabi ya pesa, and I will say it here. Kaocho alisema kwamba mshahara wa senator hauwezi fuel magari yake, na mimi nitasema tu hapa mshahara wa MCA mimi hii Nairobi hauniweki, ni pesa kidogo. Kwa MCA ili ujiishi Nairobi? Mimi si Nairobi. Yes, mimi naishi Nairobi, maisha nimesoma uni huku, so like huku ndo nimezoea kuna nini kwa solia huku. Unaona? Lakini ukipata MCA, nikipata MCA sitaishi Nairobi. Nilikuwa nakupata tu kama mfano, yani ule mshahara wa MCA mimi in Nairobi kauniri sana ugombaje nichigoma vivyo. Ngoja, mshahara wa MCA ni ngapi? MCA bana anapata between 155 to 160, na hizo deductions zikikatwa anabaki na around 103 104 hapo. Kwa hiyo unasema hizo pesa hazikutoshi kutumia Nairobi. Sasa unapokea ngapi kwa unatumia? Mimi I'm not employed. I'm just a hustler. Mimi ni mtoto wa maskini. Kwa ndani ya mwezi ukiestimate unatumia mimi nataka niwaambie tu wananchi wangu wanajua paka kwetu mimi noko kwa hosi zazenga ni mwa maskini na hasoli. Jabu hiyo swali lao. Usianze kuleta approach zako za kirutoruto hapa. Usianze kusema wewe wanaitwaje? Bottom up. Mimi naangalia maskini kwanza. Hapana. Mimi naangalia watu wangu. Acha kujiita hustler, tulia. Hiyo usianze kukopi. Usikopi hapa. I'm not copying anyone. Sawa. Sasa wewe kwa sababu wewe ni hustler, umesema kabisa kwamba mshahara wa MCA haukutoshi wewe kwenye maisha yako. Off the camera. Siwezi nikakwambia pesa inapata kwa kamera. Usiseme unazopata, sema unazotumia. Zinatumia. Ndani ya mwezi wewe kama hustler unatumia shilingi ngapi? Kama 150,000 hazikutoshi wewe. Ni ngapi unatumia kwa mwezi? Ndio nimesema ile pesa yenye inabaki nayo ni around 103. So tuiseme hiyo ni kama 100,000. Haya 103 hazitoshi. Kama 103 hazitoshi. 100,000 haitoshi. Wewe una spend ngapi kwa mwezi wewe? So I spend more than that. Na hapo hujaanza kampeni? I spend more than that. Ukianza kampeni je? Nikianza kampeni itapanda definitely. Unajua acha kuna kitu umesema. Speaking of campaign, campaign inahitaji budget. Kuna kitu umesema very very important. Unaona kwa hii siasa you need money, you need energy and you need time. Kama uko na pesa na huna energy na huna time, you are lying to yourself. Wala watakula pesa, kuna watu watajifanda kufanya kazi. Lakini sio kuna hizo zote. Sasa mimi sijasema mimi tajiri. Mimi si tajiri, ndo nzamba mimi. Vitatu vyote uko navyo. Mimi ndo nzamba pa kudra za Mwenyezi Mungu na manyanda ndrera atu ambao wanani support na mimi nagomba tu yani atu ambao waronze na wana believe in my vision. Wakuje wani support tupige kazi wote. Because mimi nikisema eti niko na pesa ya kwenda, bro, on average mtu Samula na Malagana
wadi yowe na watu relifu 20 chila ndio kwenda wewe uchikaona unaspendiere Kiswahili wengi huko kwenu waelewe Kiswahili nilikuwa naongea Kiingereza ukaniambia sasa nikambe nimetoka Bangla. Kiswahili iko sawa acha tuzungumzie Kiswahili. So nikisema kwamba niko na hiyo pesa ya kwenda kupeana sijui 200 kila mtu, hiyo hela mimi sina. Nitakuwa na wadanganya nikisema kwamba nitawaletea 200 na upatie. Na hii siasa kwa tunapiga sijui uanze kuonga watu 200 wa kupiga kura. Watakuleo pesa na kupiga kura hawatakupigia. So ndio maana mimi natoa wito kwa watu ambao wana believe in my vision, because I have championed for good leadership na pia kufanya kazi na jamii for so long pale nyumbani pale Kilifi. Even though nilikuwa nasoma huku nafanya shughuli zangu huku, lakini nimekuwa na direct contact na nyumbani na nafanya kazi. Mimi naomba support na support kubwa. Kwa hivyo you don't have what it takes, si ndio? Yes, let me clarify on that. Nimekuuliza kuna mali nimekuuliza swali. Yes. Do you have what it takes kumpita yule jamaa? I have all what it takes. Lakini sasa hivi unasema unahitaji support. Yes, support lazima. Bila support siendi mahali. Utakuwa na hizo pesa lakini kama watu hawakusupport hakuna mahali utaenda. Kwa hiyo you don't have what it takes. I have what it takes, but bado unataka tena. Yes, people must support me. If they won't support me, hawatanipigia kura. Maswali yangu ndugu yangu kidogo hapo kidogo hapo unasemaje Malukasto? Yeye ndo anajibu swali wewe huyu ametumwa. Bila support sisi kura ndo support. Tulia. Money pesa natafuta bro, ndo maana silali town bro. Pesa natafuta kila siku kama mimi ndo nilipoteza. Ushanielewa? So mimi I'm appealing to people out there wenye wana believe in my vision that niwaambie kwamba mimi ni kijana ambaye nataka kuleta mabadiliko katika jamii yangu ya Wachonyi. So I believe there are so many Chonyis wenye wananiaminia. Sasa mimi support yako wewe usiniletee milioni. Support yako mwambie nyanyako, mwambie babako, babu yako, mjomba, shangazi, ndugu yako, wewe mwenyewe. Ukifika pale kwa ballot kuna kijana anaitwa Nyamawi Munga Samuel Jembeni Wari na nakana Mbrachilasi kujembeni Wari ni muririke kwa Bungera County riri jembe rikangole visichi na Masinde muchiriricha beni sawa munda zolo na kutingirwa kai na waoso. So that's the kind of support that I'm appealing to you guys. Mnisaidie na support ya pesa ndio hapa na pale nini, logistics unahitaji kidogo pale. Ukeka mkutano lazima uappreciate watu, manake huwezi chukua kikundi cha watu kama 20 ukaweka chini alafu uso appreciate. You've taken their time, na wazungu wanasemaje, time is money. You can use time to get money but you can't choose money to get time. So sijui kuna nifahamu hapo ndugu yangu Sanga. So that's all yenye mimi niko nayo kuambia, na waleta mabadiliko watu wangu Wachonyi pale Mwarakaya. Lazima nyumbani kubadilike. The only person mwenye nimekuwa nikimfuatilia ambaye alikuwa yuko na the people's interest at heart ni Mzee Jembe Mwakalu. Na Mzee Jembe Mwakalu is my big inspiration mpaka to my slogan na Jembe ni Wari. I believe in what he was doing. Alikuwa anafanya kazi mzuri but Mungu akamchukua mapema. Sasa ile kazi ambayo Mzee Jembe alikuwa ni rafiki ya babu yangu mimi, babu yangu mzee babangu. So ile kazi ambayo waliacha, sisi vijana, sisi watoto wao, wajukuu wao, we taking it up, na lazima tufike kule. Ruto anasemaje? Singapore. Bwana twende Singapore, mimi nataka kuwapeleka nani? Nataka kuwapeleka Luxembourg. Tunaenda Luxembourg. Ama tunaenda Kuwait, the richest countries in the world. Unajua watu wa kwenu hawajui Luxembourg ni wapi? Luxembourg ni huko iko na huko Europe bana. It's one of the richest countries in Europe, na Kuwait is one of the richest countries in Middle East, in the Gulf countries. So mbona tusitafute nchi ambayo ni richest hapa Afrika tuseme tunaenda huko? Kwa sababu Afrika ni karibu. Afrika. Tukisema Europe huko watu wataelewa Europe ni wanasema Europe ni mayuro ama nini? Hawaelewa hapo kusema kweli watu wengi hawajui Europe ni nini. Nikwambia kabisa 90% ya watu wa huko si kwa dharau. Lakini sehemu kubwa ya hawa ndugu zetu hawajui Luxembourg ni nini. No, pia najua 10% kubwa hawajui Kanani ni wapi, maana Raila alikuwa anawaambia atawapeleka Kanani. Ruto anaambia atawapeleka Singapore. Kanani iko kwenye Biblia. Nani alishafika Kanani? Tunaijua lakini tushaisikia. Sasa pia nafahamu pia watu wanaelewa kwa kuna nchi inaitwa Luxembourg na pia kuna nchi inaitwa Kuwait. Kwa Mwarakaya inaenda wapi?
Mwaraka lazima tufike Kuwait kwa visima vya mafuta, lazima tuko mafutani. Mimi lazima niwapeleke mafutani. Lazima tufike mafutani. Kuwait lazima tufike, yani namaanisha Kuwait lazima tufike mafutani. Mafutani nini? Mafutani mahali ambapo kuna maendeleo, kuna hela na wananchi wameendelea. Sasa kuna kitu kingine ambacho pia mimi kinanisumbua akili. Watu wanasema huyu Bemu huyu anajifanya anajua, anajifanya anaongea sana, lakini hata tumuelewi. Yaani huyu ni maneno sana, lakini kujua hajui. Yaani ujuaji tu hapa street, lakini hapa ndani unajua wanavyosema eti MT Debe ndio zikira kelele sana. Hivi ni kweli? I'm not an MT Debe, but kama kuna mtu pale nje yuaniona mimi kama MT Debe, unajua katika kitabu kitakatifu cha Biblia kuna mahali kumeandikwa nabii siku zote hakubaliwi kwao. Na kama unaishi hapa chini ya jua and you're seeking for validation, unataka kila mtu akupende, wewe jua kwamba unapotea. But if you're doing something and you have critics, know that you're doing the right thing. Sasa wale watu ambao wananipiga vijembe, wananipura mawe, mimi bwana ni mti wenye matunda na nimejaza matunda, so lazima nitapurua mawe. Kwa hiyo it's not a new thing. Sianzi mimi kuwa criticize. And I love critics. By the way, mimi upenda sana watu ambao wanani criticize because wanifanya jirudi na angalia nimekosea wapi. So kama mtu anafikiria pengine mimi ni MT Debe, then that's good for them. Let them keep on singing that choir. Sina shida nayo. Kule kwetu vijana ambao katikati ya miaka 18 mpaka 40 ndio wengi kuliko hao wengine. Yaani hao ni 70% ama hata zaidi ya 70 kati ya wananchi wetu pale nyumbani kama tunavyojua. Na kwa sababu wewe ni kijana ambaye una fall ndani ya hiyo bracket, unahisi itakuwa ni rahisi wewe kupata kura kutumia hiyo percentage ama inakuwaje hapo? Sababu wanasema pia vijana nao wapigi kura. I have taken my time to study the voting patterns of this country, not only in Chonyi, na nimekuja nikarealize watu wengi wanapiga kura huwa ni wamama sana sana na wasichana wa makamo wale. Vijana wanajitokeza lakini wasikuwa wengi. So kazi yenye iko sahihi ni kwa sababu kulingana na takwimu za 2013, 2017 na 2022, sauti yako kidogo, asilimia kama 65 ya wapiga kura ambao wamesajiliwa ni vijana. Lakini kati ya ile 65 ukipeleka kwa sasa, ukichukua vijana wote wenye wameregister kama voters, itakuwa kama 100%. Out of 100% of them wenye wanapiga kura huwa ni 35%. Sasa kazi yenye iko si kuchukua 35% uipeleke 100%. Kazi yenye iko ni kutafuta at least 15% yenye imepotea, ndio wale ambao wamejisajili, wale vijana wapiga kura, nusu yao wakaweza kupiga kura. Ndio mimi kama kijana, unajua mimi naelewa vijana. Sasa ukichukua mtu wa miaka 50 aelewe mtu wa miaka 20 itakuwa ngumu sana. Lakini mimi namuelewa mtu wa miaka 20 vizuri, namuelewa mtu wa miaka 30 vizuri. Sasa mimi vile ambavyo nawaelewa na wananielewa, ni rahisi kwangu kukaa nao na kunisikiza. Ndio tuchukue hii 15% yenye imebaki hapa kwa 35, tuiongezee kwa 50%. Then as time goes by, kuna kitu nimetaja pale nyuma nikasema civic education, tukiendelea na uhamasisho, at least tupate the next general elections zinakuja 2032, 2037, tuone kama vijana tunaweza enda sasa transition kubwa kama 75% ama tufike hadi 80%. Hiyo ndo goal yangu, but hatuwezi sema kwamba tunachukua vijana wote kwamba watapiga kura kwa pamoja. No, because mimi nimeenda kukaa nao watu kule nyumbani, na sasa nikipita mtaani bro, kitu ya kwanza mtu anakuitisha na kwambia ni Tsamu la Manza. Unaona? Hawajui. Kuna kitu nilikuwa nimekutajia pale nyuma, watu hawana ule uelewa wa uongozi ni nini. Basi mimi nataka kwenda. Tunakwambia penda kwenda mimi. Nataka kwenda. Ni Tsamu la Malizie kabisa. Ushaona? Sasa kwa mfano tumalizane mwanangu, sasa hivi nataka sasa unaona kuna siku fulani nimeenda kule nyumbani, nimeenda mazishi 5 siku moja. Mazishi 5 siku moja. Na unajua mimi kwamba mimi niko popular on social media, so na pia nikiota nyumbani bado nilikuwa popular. So wale wanakujua, wanakuambia mheshimiwa, na sisi wanakuita mheshimiwa because wanakupenda, wanakuita mheshimiwa kwa sababu wanataka kula.
wanakuambia mheshimiwa Richard Chochosi, mheshimiwa Birajaba. Sasa unaona sasa mheshimiwa Ngurasigara hasa beta mino. Unaona sasa vitu kama hivyo ni vitu vya kawaida. Ndio alikuwa anakuambia hao watu wanafaa kuelewe ndio waweze kusupport. Kwa sababu asipokuelewa basi watapigiwa na ambao wako na pesa. Na wale wenye pesa wakipigiwa kura hivi wanaingia mitini. Utasikia jamaa ameenda kununua sijui Shauri Moyo, sijui Msumarini, ameenda sijui Fungwa, sijui klabu, sijui Kakoneni, sijui ni Tezo, ana Mangwe huko, ana klabu. Wale na watu wa huko, watu wake huku wanateseka. Akija huku kazi ni kununulia pombe. Hao ndio viongozi wenye wanapigiwa pombe. Mimi naye acha tu niwaambie tu kweli. Mimi nikuje nichukue vijana niwapeleke Mangweni niwanunulie pombe, sijawasaidia. Viongozi wenye utawanunulia pombe. Bro, mimi acha nikwambie, mimi nimekwambia sichezi siasa za mention names, but I know of people wengine wako wengine wameshatoka wanachukua vijana wapeleka Mangweni wanaenda kuwanunulia pombe. Bro, wewe uchunda anaone ndio ukaokoza ule bomani kaenda kusaidia.